mkurugenzi mtendaji wa PPP, kituo cha ubia wa sekta binafsi na sekta ya umma. PPP Center. Yeah. Tutaka kuzungumzia kidogo kuhusu kilimo na ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa nafasi ya PPP katika maendeleo ya kilimo, na nikiangazia zaidi ni kwamba serikali inahamasisha na wewe umekuwa champion unasema kwa hiyo eneo. Sasa tukiangalia kilimo, pengine kuna kitu chochote ambacho kituo chako katika kilimo kimeshafikiria au kimeshafanya, kwa maana ya mradi mkubwa ambao unagusa hiyo eneo, maana ya sekta binafsi na sekta ya umma? Okay. Ya kwanza nafikiri dhana yenyewe tu ya ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma au serikali, msingi wake ni kwa ajili ya kuleta vitu vitatu. Cha kwanza ni kwa ajili ya kuvuta mitaji ya sekta binafsi iweze kufanya mradi ambao utafanywa na serikali. Kwa mfano, ni jukumu la serikali kujenga gara, lakini sekta binafsi ikivutwa kwa mkataba wa muda mrefu ili kufanya ubia kwa ajili ya kujenga hilo gara, maana hiyo tayari serikali imekuwa fedha kwa kuwekeza yenyewe, au ni jukumu la serikali kujenga irrigation schemes kwa maana ya schemes za umwagiliaji, lakini serikali ikikutana na kampuni binafsi ijenge, tafsiri yake huo ni ubia, kwa sababu mkataba wa muda mrefu kati ya kampuni binafsi na serikali kwa ajili ya kufanya mradi ambao kimsingi kwa na serikali. Lakini pia baada ya kuvuta mtaji wa sekta binafsi, pia kuna kuvuta technology, kwa sababu uzoefu umeonyesha kwamba duniani sekta binafsi imeenda mbali sana na teknolojia kuliko sekta ya umma. Kwa hiyo tunaweza kufanya ubia kwa ajili ya kuvuta teknolojia ya sekta binafsi ili iweze kuchangia maendeleo au utekelezaji wa mradi ambao ungepaswa kufanywa na serikali. Lakini vile ni kwa ajili ya kuvuta ufanisi wa management, kwa maana ya kwamba sekta binafsi imefika mbali kwenye ufanisi wa management, na kwa hiyo unaweza kufanya ubia sio kwa sababu kuna shida ya mtaji au sio kwa sababu shida ya teknolojia, tuna shida ya ufanisi wa management. Kwa hiyo hizo ni sababu tatu za kufanya ubia na tafsiri ya ubia. Lakini vile ubia unaweza ukafanyika kwa mradi mpya kabisa, kwa maana ya kwamba ni greenfield, mwekezaji aje aanzishe from scratch, ajenge mradi wa umwagiliaji au ajenge zimba kwa ajili ya mazao kama ni kilimo, au ajenge karabati za meli ya uvuvi. Zote hizo ni ajenge meli ya uvuvi, hiyo ni greenfield. Kwa hiyo inaweza kuwa ni greenfield kwa maana mwekezaji aje afanye from scratch, au mwekezaji aje akarabati, hiyo ni brownfield, kwa maana kwamba kuna miradi ya kilimo, pengine ya umwagiliaji, au kuna miradi ya uvuvi, kuna miradi ya yote ile ambayo pengine ikuwepo na imechakaa, inahitaji kukarabatiwa na kuendeshwa. Hiyo ni inahusu pia kufanyika katika muktadha huo, au wakati mwingine kile kitu kipo, kwa maana ya kwamba kuna bandari ya uvuvi imejengwa serikali na kila kitu kiko sawa, lakini tunataka tu ufanisi wa management, kwa hiyo tunachukua kampuni binafsi iweze kuendesha katika picha hiyo. Kwa sasa nimejaribu kusema hiyo kwamba ubia tafsiri yake, lakini vile sababu zake hizo tatu: ufanisi wa management, technology na kuvuta mitaji sekta binafsi. Lakini hizi levels of engagement kwamba inaweza ikawa kwa ajili ya kufanya mradi from scratch, au kufanya mradi ambao ni kwa ajili ya kukarabati na kuendesha, au ni kila kitu kipo lakini ni kwa ajili ya kuendesha. Sasa zote hizo ni levels ambazo zinahusu engagement kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Sasa kuja kwenye kilimo katika dhana pana, in broad definition, kilimo ni mazao, kilimo ni uvuvi, kilimo ni ufugaji, kilimo ni misitu. Hiyo ndio agriculture in broad definition. Sasa na kilimo ni sekta ambayo inachangia sehemu kubwa kwenye uchumi, bado ni sekta ambayo inatoa mchango mkubwa kwenye
inaajiri watu wengi close to 60%. Idadi ambayo inaajiriwa kwenye kilimo inaendelea kupungua kadri uchumi unazidi kukua, na sasa hivi kwa chini ya 60%. Sekta ya huduma inazidi kuongezeka, kwa hiyo inachukua watu wanahama kwenda viwanda na kwenda kwenye sekta ya huduma. Sehemu ya kilimo inapungua, kwa hiyo mitaji ya kilimo inaongezeka, inapunguza watu, kwa hiyo inaongeza mitaji, inapunguza manpower. Hiyo ni sababu ya watu kupungua kuendelea kupungua sekta ya kilimo kadiri mapinduzi ya teknolojia, lakini pia kadiri ya sekta hizi za huduma zinazidi kukua. Kwa hiyo kilimo katika dhana pana tafsiri yake ni hiyo, na mchango wake kwenye uchumi na ajira ni wa namna hiyo, na kimsingi tunazungumza kwamba kwa sababu inabeba watu wengi, ilikuwa ni sekta ya msingi sana kwenye serikali kuweka attention ya kuifanyia mapinduzi. Bali mapinduzi ya kilimo hayahusu kilimo chenyewe moja kwa moja peke yake. Mapinduzi ya kilimo ni cross cutting, kwa maana ya kwamba unafanya mapinduzi ya kilimo kujenga kilimo, kuzungumza uzalishaji pale unapozalisha, lakini usafirishaji kufika sokoni, na unazungumza processing ni sehemu ya soko, kuchakata hicho mazao yenyewe ni sehemu ya soko. Kwa hiyo kilimo kama cross cutting kinategemea sekta zingine tena. Kwa hiyo mnapokuwa mnawekeza kwenye hizo sekta pia ni na msaga kibusti hicho kilimo. Ndio maana nilikuwa naambia watu bajeti ya kilimo mara kidogo, si mara no. Ukichukua bajeti ya kilimo, tafsiri yake ni kila section ambayo ina impact kwenye hicho kilimo ni intervention ya serikali kibusti hicho kilimo. However, hata hivyo sekta ya kilimo imekuwa bajeti kilimo kiongezeka, Mheshimiwa Samia alikuwa madarakani kwa bilioni 300 zaidi ya 1 trilioni. Ni advancement kubwa sana kwenye kufanya kilimo kiwe kikubwa. Eneo hili kwa mfano umwagiliaji, tulizungumza katika context ya mazao, mpaka sasa mpaka 2025 palikuwa na eneo ambalo ni umwagiliaji ni zaidi ya hekta 800, karibu 900, zaidi ya hekta 800 kuelekea 900, na kwenye ilani na mpango wa 4 wa maendeleo, ilani ya 25 na mpango wa 4 wa maendeleo mwaka 26-27 kwenda mwaka 31, tunazungumza kwamba eneo la umwagiliaji linapaswa kuongezeka kutoka hekta sasa hivi takriban 800 na kidogo kwenda mpaka hekta milioni 5. Lakini hekta milioni 5 tafsiri yake ni ongezeko la zaidi ya hekta milioni 4 katika miaka 5, na tunazungumza ongezeko la hekta milioni 4 katika miaka 5. Kuna maana gani? Ujenzi wa hekta moja tu ya umwagiliaji unagharimu sio chini ya $5,000, minimum $5,000. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kuzitekeleza au kuzijenga hekta milioni 4 hizo katika miaka 5 unahitaji $5,000 mara milioni 4 ambazo ni around 20 billion. Kwa unapozungumza dola bilioni 20 katika miaka 5, tafsiri yake kila mwaka utakuwa uwekeze dola bilioni 4. Dola bilioni 4 tafsiri yake ni zaidi ya shilingi trilioni 10 kila mwaka. Katika hali ya kawaida kutegemea serikali ni kitu ambacho hakitekelezeki kutekeleza hiyo miradi ya kilimo. Kwa hiyo kimsingi mkuu wito wangu kwa Wizara ya Kilimo na wadau katika sekta ya kilimo kutazama nafasi ya ubia kuweza kutekeleza hii ilani, hususan katika ile eneo la umwagiliaji, kwa sababu serikali haiwezi kutumia kodi na mikopo kufanya expansion ya hiyo eneo la umwagiliaji ambalo ilani imetaka lifike. Ilani na mpango wa miaka 5 kwa pamoja vimetaka hilo eneo lifike hekta milioni 5, ambayo ni addition, ambayo ni ongeza zaidi ya hekta milioni 4, ambayo katika hali ya kawaida kwa gharama ya chini inahitaji uwekezaji wa sio chini ya dola bilioni 20 au sio chini ya dola bilioni 4 kwa mwaka au zaidi ya trilioni 10 kwa mwaka, ambapo hata bajeti ya entire kilimo yenyewe haifiki hata nusu ya hapo. Kwa hiyo tafsiri yake kubwa ni kwamba
ni lazima twende na sekta, twende na ubia kwa ajili ya kufanya hili eneo. Na huu ni wito kwa wawekezaji kwamba kwenye ubia hausubiri serikali itangaze ili kusudi wewe uweze kushiriki. Sheria ya ubia ina kitu kinaitwa unsolicited, kwa maana yani ni private initiated project au proposal, kwamba ukiona kuna eneo la umwagiliaji ambalo ama limechakaa au li potential ya umwagiliaji na ni eneo ambalo la serikali chini ya mamlaka yoyote ile, iwe ya magereza, ya halmashauri, iwe ya nani, sheria ya ubia inakuruhusu mwekezaji kuleta kusudio la kuwekeza katika hilo eneo na uweze kuandaa huo mradi kwa maana ya andiko na namba zikionyesha kwamba unaweza ukafanya huo mradi kwa maana ya uwezo wako wa kifedha, wa kitaalamu, unaweza ukafanya mradi kama huo. Sheria imeruhusu wewe upewe ile eneo na uwekeze kwa utaratibu wa ubia. Kwa kwenye ubia wawekezaji hawapashi kusubiri serikali itangaze kama zabuni inapotangaza serikali. Wewe ukiona tu kwamba jinsi tunavyoendesha mradi fulani wa umwagiliaji kwenye mamlaka yoyote ile, wewe kama mwekezaji unaweza kaendesha kwa bora zaidi kuliko tunavyofanya. Sheria kuhusu kuleta na serikali ina wajibu wa kuzingatia na kuhakikisha kwamba unapata huo mradi husika. Ema kuna mradi ambao unafanyika chini ya kiwango ambacho unakiona kwa uwezo wako, au kuna eneo ambalo lipo ni opportunity lakini serikali haina kazi yoyote ambayo serikali inaifanyia, au ni magereza au ni JKT wana eneo, unaweza ukaleta kusudio na wewe kuwekeza kushirikiana nao kwa utaratibu wa ubia hata kabla ya wao hawajatangaza, kwa sababu sheria imeruhusu unsolicited proposals. Huu ni wito kwa wawekezaji kuona hizo fursa na kuzitumia haraka, kwa sababu sheria haiwalazimishi wasubiri kutangaziwa, isipokuwa wao wanaangalia fursa, wanaingia kuomba. Sasa nataka kuangalia sasa katika kilimo mpaka sasa tangu tumeanza hasa kulipa nguvu hili eneo la ubia. Kuna watu wote wameshajitokeza, kuna eneo lote ambalo pengine lipo ambalo tuna mfano kai kwamba kuna mtu amejitokeza ama taasisi kwa ajili ya ubia na serikali. Kilimo kwa sasa hivi interest kubwa ambayo imepata kuonekana imekuwa ni kwenye hili eneo la uvuvi, ambapo kuna wawekezaji kadhaa ambao wanaonyesha interest ya kuendesha bandari hii ya uvuvi, bandari ambayo ni uwekezaji mkubwa umefanyika wa zaidi ya shilingi bilioni 270. Kuna wawekezaji ambao wanataka kuwekeza katika eneo hilo, lakini vile vile kuna wawekezaji ambao wanataka kuwekeza kwenye uendeshaji wa meli hizi za meli za deep sea, ambapo serikali imeshapata meli ya deep sea na imekwisha kumengage mwekezaji, imesaini tayari na mwekezaji Tafiko ambao wanahusika na hizo meli za uvuvi kwa ajili ya kuendesha, kwa ajili ya kushiriki uvuvi wa bahari kuu deep sea kule, ambacho kitu ambacho tulikuwa hatukifanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwenye maeneo kwa ajili ya umwagiliaji bado kuna changamoto hiyo, kwa sehemu ambayo pengine ni utayari wa sekta yenyewe ya wawekezaji wenyewe wa ndani hususan kwa ajili ya hilo eneo, lakini tumekuwepo na baadhi ya wawekezaji kutaka kufahamu taarifa zaidi kuhusu maeneo haya ya umwagiliaji. Sasa wao kuhitaji taarifa peke yake ni hatua ya awali sana. Hatua ambayo inaweza ikasemwa kwamba sasa hapa kuna hatua ni pale ambapo mradi unaandaliwa, umefikia stage ya kuandaliwa kwa maana ya upembuzi yakinifu. Kwa maana ya interest kutaka kujua, wameanza kutaka kujua kwamba tunawezaje kustructure ni maeneo gani, kwa mfano tutazingatia nini. Hiyo interest imeanza kuonekana, lakini vile tumeendelea kujenga uwezo kwa wizara zenyewe kutambua maeneo yao na kama kuna strategy kwa maana mkakati wa ubia kwa ajili ya kufanya kitu kinaitwa market sounding, kufanya kitu ambacho kinaitwa kuitangaza miradi na kujenga uelewa kuhusu fursa zilizopo katika hilo eneo. Kwa hiyo kwa sasa hivi eneo la umwagiliaji
hakuna mradi ambao umeandaliwa kwa utaratibu wa ubia, ila kuna wawekezaji tofauti tofauti ambao wamekuwa wakitaka taarifa za ziada kuhusu hayo maeneo ili kusudi waweze kuleta makusudio ya kuwekeza rasmi na baadaye waweze kuandaa hiyo upembuzi wa mradi kama ambavyo sheria inavyohitaji. Pengine nisema umesema miradi ya ubia ni kwamba mtu anaweza kujitokeza, lakini hapa pia umezungumzia marketing, kwa maana kwamba wizara ama taasisi ya umma ambayo ina potential area ambayo nadhani kwamba watu wanaweza kuwekeza inaweza kulitangaza. Yeah. Ninyi mnafanyaje kwenye wizara, kwa sababu nyinyi sasa hamna mandate moja kwa moja kwenye wizara? Kwa mfano mathalan wizara ya kilimo, umesema huu mpango tumeangalia ilani, intervention yenu inakuaje sasa kufanya kazi na wizara ya kilimo kuhakikisha kwamba haya maeneo pengine yanajulikana na pengine watu wataanza kujitokeza? Cha kwanza ni kuwajengea uwezo kila wizara. Sasa hivi kila wizara inatakiwa kuwa na PPP strategy na kila mamlaka ya serikali inapaswa kuwa na mkakati wa PPP, mkakati wa ubia. Katika mkakati wa ubia ni pamoja na kubainisha maeneo ambayo yana fursa ya ubia. Katika mkakati wa ubia ni pamoja na kuwekeza, kutengeneza miradi katika maeneo hayo ambayo ni fursa za ubia. Katika mkakati wa ubia ni pamoja na kufanya market sounding ya hizo fursa ambazo zinapatikana kwenye sekta husika. Kwa hiyo sasa hivi ni hatua hizo za kwamba kila wizara itengeneze mkakati, na sema mkakati ni pamoja na uwepo hizo market sounding na ni pamoja na uwepo wa maandalizi. Lazima kuwe na seed money, lazima kuwe na hela kidogo ambayo inawekwa kwa ajili ya kuiandaa ile miradi, kwa sababu mradi una gharama zake za kuandaliwa ili kusema kwamba huu ni mradi. Kuna jina la mradi, lakini kuna mradi. Jina la mradi inaweza ikawepo tu, lakini mradi maana yake ni maandalizi ili kusudi mwekezaji akija aweze kupata numbers ambazo zinazungumza huo mradi, assumptions numbers na ambazo zinaeleza huo mradi ni kitu gani, ili aweze kuclick kwenye akili yake kwamba ni kitu ambacho anaweza kukifikiria hata kama sijaenda mbali. Kwa hiyo ni moja ya jambo ambalo tumelifanya. Kwa sasa kwa upande wetu sisi kujenga huo uwezo, kwa sababu sheria inakuwepo, lakini lazima manpower iwepo kwa ajili ya kufanya hizi taasisi ziweze kufanya vizuri. Na kwenye kujenga uwezo tuchukua sisi kama kituo cha ubia, kwa maana kwenye kuwajengea uwezo wa mamlaka ya serikali tumechukua wataalamu wengi kila wizara na kila shirika na wengine kutoka vyuo vikuu kuwapitisha kwenye mafunzo ya ubobezi katika masuala ya ubia. Na ninakumbuka wakati naingia kwenye masuala haya PPP mwaka 2023 tulikuwa na wataalamu 5 tu ambao ni expert wa PPP. Sasa hizi tunao zaidi ya 200. Na mwaka huu so mwaka jana Tanzania ilikuwa na graduates wengi wa PPP, kiasi ambacho tumekuwa nchi ya 9 Afrika duniani. Duniani Afrika ni ya 3 nyuma ya Afrika Kusini na Nigeria, lakini duniani tumekuwa 9 kwa wahitimu wengi katika wahitimu wengi wa PPP professional ambayo inatolewa na taasisi ya APMG ya Uingereza. Wao ndio the biggest institution ambayo international institution ambayo inatoa mafunzo ya masuala ya ubia na inatoa certificate kwa wataalamu wa masuala haya ya ubia duniani. Na kwa hiyo mwaka huu tumekuwa nchi ya 9. Hiyo yote inaonyesha intervention ambayo tumeifanya kwenye kutrain hiyo manpower. Kwa hiyo kwa eneo la capacity building ya watu so far so good, kwa maana tunaenda vizuri. Na kwenye awareness ndio hiyo, at least tunaweza kuona visibility ya PPP ilikuwepo tangu miaka 2010. Watu wanafikiri kwamba imeanza leo na kafuliwa, kimsingi ilikuwepo tangu 400 huko 2010. Lakini visibility na kujenga ile public awareness ni kwa sababu ni eneo moja muhimu, kwa sababu ni miradi ya umma inahusisha maamuzi makubwa ya serikali ya kuingia mikataba ya muda mrefu inayovuka generation. Kwa hiyo lazima umma ujue nchi yao inaingia mkataba na nani kwenye eneo gani,
na participation yao inasaidia umma kutoa taarifa za ziada kuhusu mradi husika, kwamba mnaingia mtakuingia mkataba na Mena, Mena bana alitapeli Afrika Kusini akapitia kona ya hivi. Kwa hiyo due diligence kwa kuitangaza sana ile miradi ambayo nataka kuifanya, inafanya wananchi wale taarifa za bure kuhusiana na hao ambao mnataka kufanya nao. Na hiyo kufanya hivyo haimaanishi kwamba lazima mkatae hao ambao taarifa zao mtapewa. Hapana, taarifa zinatolewa, mnazifanyia kazi, kupata usahihi, zikutana sahihi, nafanya maamuzi ya kuachana na mhusika. Kama sio sahihi, pengine ni perception tu za watu, unakuja mnaendelea naye na unaelezwa kwamba ni kweli kampuni X ilizunguzwa kuwa na 1, 2, 3, lakini uchunguzi wetu umebaini kwamba 2, 3, 4 sio kweli, na kwa sababu hiyo serikali imeendelea naye huyo mwekezaji katika picha hiyo. Kwa hiyo inakuwepo uwazi, lakini uwazi huo haumaanishi kwamba hata pakiwa na uzushi wazi unasaidia kufanya uamuzi sahihi. Wazi unasaidia kufanya uamuzi sahihi, lakini pia unasaidia ushiriki wa umma kwenye maamuzi makubwa ya serikali yao. Asante. Katika masuala ya miundombinu umezungumzia kidogo habari ya umwagiliaji. Watu wa taasisi ya NFRA, mamlaka ya usimamizi wa masuala ya chakula na chakula, wamekuwa wakizungumzia habari ya ujenzi wa maghala, na katika nyakati fulani wasikia wakizungumzia kwamba maghala kuwezesha uhifadhi wa tani 300 ifikapo 2030, unahitaji ubia na sekta binafsi. Hili ni kwenu na jambo lote mmeshafanya na wao walisha kuja na tukapo mwongozo, na kwa sasa wanaandaa ili kusudi waweze kupeleka sokoni hizo fursa za ujenzi wa maghala kwa utaratibu wa ubia. Kwa hiyo NFRA tumekusha fanya nao vikao na tukapo mwongozo, kwa hiyo sasa wanaandaa ili kusudi waweze kufloat sokoni maeneo ambayo wanaweza wakashiriki kampuni binafsi kujenga maghala kwa ajili ya kufikia lengo hilo.